Kweli hakuna wa kulinganishwa nawe Bwana. Kweli hakuna wa kufananishwa nawe. Wewe ni Mungu wa pekee. Matendo yako ni makuu. Yale ambao Bwana unadhihirisha katika maisha yetu yanaonyesha ya kwamba hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tunaposema ya kwamba wewe wastahili heshima, tuna uhakika ya kwamba ni wewe peke yake unayestahili hizo heshima. Ni kwa sababu Bwana tumekuona, tumeuona mkono wako Bwana, tumeziona nguvu zako Bwana, tumeona mambo mengi yakitimia katika maisha yetu. Nasi Bwana tunakuinua asubuhi njema, nasi Bwana tunakuabudu asubuhi njema katika jina la Yesu. Pokea sifa zetu ambazo tunazitoa kwako asubuhi njema kama sadaka katika jina la Yesu. Bwana, tumekusanyika hapa Bwana tukiwa na shukrani katika mioyo yetu kwa sababu ya kutusababisha tukaione siku njema, ambapo tunaamini ya kwamba Bwana umeshaandaa mambo makuu katika maisha yetu ya siku hii ya leo katika jina la Yesu. Tuna imani ya kwamba Bwana katika madhabahu haya ya kukutana na wewe Mungu, umeandaa nafasi ya kila mmoja ya kuweza kukutana na nguvu zako, ya kuweza kukutana na miujiza, ya kuweza kukutana na baraka, ya kuweza kukutana na mambo makuu katika jina la Yesu. Bwana, tunakushukuru kwa yote umeyakusudia kuyatimiza leo. Bwana, tunakushukuru kwa vile Bwana umekusudia kuwainua watu wako Bwana. Bwana, tunakushukuru kwa vile umekusudia kufungua malango ya watu wako Bwana katika jina la Yesu. Malango ya ushindi, malango ya kunufaika, malango ya kupokea mambo makubwa katika jina la Yesu. Kile Bwana tunapoomba asubuhi ya leo ni ya kwamba Mungu hatutapitwa na majira haya ya wewe kuwatembelea watu wako katika jina la Yesu. Kile tunachoomba ya kwamba Mungu, ya kwamba tusipitwe na majira haya ya wewe kuwainua watu wako katika jina la Yesu. Majira haya ya wewe kuwatendea watu wako katika jina la Yesu, kwa sababu tunaamini Bwana unawatendea watu wako mambo mema na mambo makubwa katika jina la Yesu. We give you praise, we give you all the honor, we give you all the glory katika jina la Yesu. Ninawaombea wengi ambao wanakutumainia asubuhi ya leo. Ninawaombea wengi ambao Bwana wamekesha uweponi mwako katika jina la Yesu. Ninawaombea wengi ambapo Mungu wanao shauku, wanao matamanio katika mioyo yao ya kwamba Mungu watakutana na nguvu zako. Ninainua maombi kwa ajili ya kila moja ambaye ameunganika na ushirika huu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ewe Bwana uwatembelee, ewe Bwana uwatimizie haja za mioyo yao katika jina la Yesu. Wengi wamerauka Bwana wakiwa na tumaini, wakiwa na imani ya kwamba leo haitakuwa kama jana, ya kwamba leo wanapokea majibu ya maombi yao Bwana, wakiwa na imani ya kwamba leo Mungu wa rehema unajidhihirisha katika maisha yao katika jina la Yesu. Nasi Bwana tunakubaliana na yale umekusudia leo katika jina la Yesu. Nasi Bwana tunakubaliana na ahadi zako za siku hii ya leo ya kwamba lazima zitatimia katika jina la Yesu. Ninaamini Bwana huyu dada, huyu mzee, huyu kijana atapata kuinuliwa na wewe Bwana katika jina la Yesu. Wengi wamepiga hatua, wameenda milimani kukesha pamoja na wewe, kukaa uweponi mwako, kuliitia jina lako Bwana. Ninatangaza maombi asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Leo ikawe ni siku yako Bwana kudhihirika katika maisha yao katika jina la Yesu. Wacha leo Mungu wa rehema, we dedicate this day as a day, Jehovah God, my God and my Father, for your people to encounter you, for you to visit your people in the mighty name of Jesus. Watembelee wanaokesha uweponi mwako
katika jina la Yesu. Watembelee wanaokaa uweponi mwako katika jina la Yesu. Watembelee wanaokutumainia Bwana katika jina la Yesu. Ni asante ni kwa sababu leo unafanya matembezi. Leo unafanya matembezi. Ni asante ni kwa sababu leo Bwana unafanya matembezi kuwashukia wote ambao wamekutarajia, kuwashukia wote ambao wamekungojea katika jina la Yesu. Na ili Bwana uwaonyeshe mambo makubwa, mambo ambayo hayajaonekana na macho ya wanadamu, mambo ambayo hayajasikika katika masikio ya wanadamu. Tunajua Bwana unafanya matembezi, na ili Mungu haya mambo yajulikane kwao katika jina la Yesu. Haya mambo yajulikane kwao katika jina la Yesu. Pokea sifa, inua tu mkono wako katika jina la Yesu. Maana ninaamini katika jina la Yesu ya kwamba asubuhi ya leo Bwana anafanya matembezi kwako katika jina la Yesu. Bwana anafanya matembezi kwako katika jina la Yesu. Maana ninajua neema hii ya maombi na maombezi imekusimamisha katika njia ya matembezi ya Mungu. Imekusimamisha katika njia ya mtembeleo wa Bwana katika jina la Yesu. Na katika hii njia utakutana na Bwana katika jina la Yesu. Ninakuombea asubuhi ya leo kusiwe na jambo ambalo litakuondoa katika hii njia, litakuondoa katika mapito ya Bwana katika jina la Yesu. Ninaomba hiyo neema ambayo inatawala katika maisha yako asubuhi ya leo ya maombi na maombezi ikupandishe katika njia, ikupandishe katika mapito yake Mungu katika jina la Yesu. Katika hayo mapito Bwana atadhihirisha ukuu wake, Bwana atadhihirisha nguvu zake, Bwana atadhihirisha mapenzi ya moyo wake katika jina la Yesu. Na ninaomba hata wewe ulio mbali, wewe uliye nyumbani, umekuwa katika hiyo hali ya maombi na maombezi, na kuombea katika jina la Yesu ya kwamba neema hii ikusimamishe katika mapito ya Mungu, ikuweke katika mapito ya Mungu katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, hauta miss out kile Bwana amekusudia. You shall not miss out whatever God has purposed for you in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I declare this day as a day for your visitation. I declare this day as a day for your visitation. I declare this day as a day for your visitation. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh Father, receive all the glory. Mashakatanama zekatanama lakandama sotulubu satanama repanama zetenemia landanama zeketenemia latanama sotanama kateme. In the name of Jesus. Asante kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu. In the name of Jesus. We give you praise. We give you honor. Ninakuombea hata wewe Betty ambaye unaungana nasi kutoka Nakuru, kwa sababu ya imani ulio nayo na maombi ya madhabahu haya ya kwamba tuombee jamii yako. Tunakatangaza katika jina la Yesu, Mungu atatimiza desire ya moyo wako. Kile unatamani kikaweze kutimia katika familia yako, ninatangaza katika jina la Yesu kikaweze kutimia leo katika jina la Yesu, na hakitazuiliwa katika jina la Yesu. Hicho ambacho unatamani Mungu atakutimizia. Natangaza ukapokee katika jina la Yesu. Natangaza utapokea katika jina la Yesu. Hata wewe Masi kutoka Kitengela, ninatangaza amani katika jina la Yesu. Ninatangaza amani katika jina la Yesu, na kutenganisha na mambo yote na kukosesha amani. Ninakutenganisha na chochote ambacho kitakutenganisha na amani katika jina la Yesu. Na ninatangaza amani ya Bwana itawale mawazo yako, ikutawale katika maisha yako,
katika jina la Yesu. Hata katika hiyo hali ya ujauzito, ninatangaza neema katika hii safari katika jina la Yesu. Ninakutangazia ya kwamba you shall deliver safely, you shall deliver without any complication in the mighty name of Jesus. Una imani na maombi ya madhabahu haya, na sisi tunatuma nguvu za Bwana katika jina la Yesu kutoka kwa haya madhabahu in the mighty name of Jesus. We speak to that conception in the mighty name of Jesus, and we declare the grace of God to abound katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu akuneemeshe, Mungu akupe nguvu. Natangaza afya njema katika jina la Yesu. We give you all the glory, Father. Hata ni kwa sababu ya James kutoka Kahawa West, anasema tumuombe kwa sababu ya milango iliyofunguka ya baraka katika maisha yake, na ili aweze kupata uwezo wa kusimama na huduma. Tunatangaza leo katika jina la Yesu, James, mahali popote ulipo, tunatangaza hiyo milango ifunguke katika jina la Yesu. Tunatangazia hiyo milango ya baraka zako ambayo shetani amefunga. Leo tunatangaza ifunguke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunamung'oa shetani katika hayo malango. Tunatangaza yeye sio mlinzi wa malango yako leo katika jina la Yesu. Leo tunatangaza kazi yake ya kulinda malango yako imefika mwisho katika jina la Yesu. Tuna Mungu mbinguni ambaye hulinda malango yetu, ambaye hujua wakati wa kufungua, ambaye hujua wakati wa kufunga, na tunatangaza huyo Mungu achukue ushukani, huyo Mungu achukue ushukani wa malango yako katika jina la Yesu. Huyo Mungu afunguaye na hakuna anayefunga, tunatangaza katika jina la Yesu ayashughulikia malango yako. Hizo baraka ziachiliwe, hizo baraka ziachiliwe. Utasimamia kazi ya Mungu, utasimama na kazi ya Mungu. Hautazuiliwa, hautazuiliwa, hautazuiliwa in the name of Jesus. James, we pray for you. James, we pray for you and declare breakthrough, and we declare breakthrough, and we declare breakthrough in the mighty name of Jesus. Shakatanama zikatanama. Yes, in the name of Jesus. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Tuinue mikono yetu, tuinue imani yetu kwa pamoja, kwa sababu ya wengi ambao wanatamani tuwaombee, wengi ambao wanatamani tufanye maombi kwa ajili yao, wengi ambao huwa wanatuma maombi yao wakiamini ya kwamba waombezi walio Mispa wakituombea, wakiniombea, mambo itabadilika, mambo makubwa itatendeka. Na sisi hapa asubuhi ya leo tunainua mikono yetu tukiwa na imani moja ya kwamba wote ambao wanatamani Mungu awatembelee, wanatamani Mungu awashukie, wanapokea leo utembeleo wa Bwana katika jina la Yesu. Vile Bwana anatushukia hapa Mispa, vile Bwana anatutembelea hapa Mispa, tunaamini katika jina la Yesu. Kwa wengi wanaoungana nasi hata kwa runinga, kwa mitandao, vile vile Mungu anawatembelea, vile vile Mungu anawashukia, vile vile Mungu anawainua, vile vile Mungu anatenda makubwa katika maisha yao katika jina la Yesu. We declare in Jesus name, bali Mungu atembee, nguvu za Mungu zionekane, uwepo wa Bwana udhihirike katika manyumbani mwao, katika maofisini mwao, wakiwa safarini. Tunatangaza in the name of Jesus, they shall encounter God, they shall encounter God, they shall encounter God, they shall encounter God, they shall encounter God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Wengine hawangeweza kufika vile tumefika hapa Mispa, wengine wanatamani vile watapata nafasi ya kupatikana uweponi, ya kupatikana mlimani. Tunatangaza katika jina la Yesu, majira haya ya kumalizia mwaka, tunatangaza wengi ambao wanatamani kuenda mlimani kufanya maombi hawatazuiliwa, wafunguliwe katika jina la Yesu.
tunatangaza nafasi zao zikapatikane kule kazini, mahali wameajiliwa, katika jina la Yesu. Tunatangaza nafasi zao zitapatikana, nafasi zao zitapatikana, nafasi zao zitapatikana katika jina la Yesu. Tunaondoa kila kizuizi, tunaondoa kila kizuizi, tunaondoa kila kizuizi, na wengi watapatana na Mungu in the name of Jesus. Oh Father God, how worthy, how precious and how mighty you are. Be lifted up and be exalted and be magnified. For Lord, you are good. For Lord, you are faithful. For Lord, you are holy. And for Lord, you are mighty. Receive all the glory and receive all the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's celebrate the Lord as we celebrate our blessings this morning. I'm saying you celebrate your blessings this morning. It is your blessing. Ni baraka zako furahia. Ni baraka zako sherekea. Ni baraka zako shangilia. Katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. We are excited to be in the presence of the Lord this morning. Together in prayer, worship. We are so much excited that God has been faithful and the Lord has been gracious kwa kila moja katika jina la Yesu. Ningetaka tuangalie neno lililoko katika kitabu cha Samueli wa kwanza chapter ya 16. Samueli wa kwanza na chapter ya 16. Pale ndio ambapo tunaona Daudi akikutana na mtembeleo wa Bwana. Praise the name of the Lord. Na Mungu anamtuma Samueli ili kuweza kumteua yule ambaye kibali cha Bwana kilikuwa kimeshuka juu yake, akaweza kuchukua ushukani wa kuwa mfalme wa Israeli. Na kitu moja ambacho kinanifurahisha ni ya kwamba yule baba ya David hakudhania, hakufikiria ya kwamba kibali cha Bwana kinaweza mshukia yule ambaye ni mdogo sana, yule ambaye hana value yeyote, yule ambaye hana jina, yule ambaye huwa anasahaulika kila wakati. Praise the name of the Lord. Kwa sababu wakati Samueli alipoenda na akamuongelesha Jesse ambaye alikuwa ni baba ya watoto wengi kama vile Biblia inatueleza, na wakati ulipofika wa kumteua yule mfalme, watoto wote ambao Jesse alikuwa amewaleta mbele za Samueli, hakuna ambaye alikuwa amemchaguliwa na Bwana. Praise the name of the Lord. Walikuwa watoto 7. Hiyo ni chapter ya 16 ukianzia mstari wa kwanza. Na wote walipopita mbele za Samueli, Mungu hakumuona yule ambaye alikuwa anamhitaji. Mpaka Samueli akauliza kama kunaye mtoto mwingine katika hiyo familia. Samueli anauliza, Jesse had 7 sons passed before him. Verse 10. But Samuel said to him, the Lord has not chosen this. So he asked Jesse, are these all the sons I have? You have? There is still the youngest. Jesse answered, he is tending the sheep. Samuel said, send for me
we will not sit down until he arrives. Praise the name of the Lord. We will not sit down until he arrives. Many times I have read this scripture. I have never paid attention to that statement. Praise the name of the Lord. Ya kwamba hatutaketi. Sijui Daudi alikuwa umbali gani akichunga kondoo. Sijui alikuwa ameenda umbali wa kilomita ngapi akichunga zile kondoo. Lakini Samueli alikuwa amekusudia, ama Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba leo ya lazima Daudi aweze kupokea neema hii ya kuwa mfalme. Lazima kibali kikaweze kumshukia Daudi. Praise the name of the Lord. Kwa sababu Mungu, majira ya Mungu ya kumtembelea imefika. Hallelujah. Lakini kuna kitu ambacho ni tofauti sana na wale watoto 7 wa Jesse. Kile kilichomtofautisha Daudi na wale watu wengine ni kwamba yeye akiamuka asubuhi, yeye alikuwa anashughulika na kazi ya baba yake. Bwana asifiwe. Mungu hakuwa amepeana notice ya kwamba anamtuma Samueli kwa Jesse. Na wakati Samueli anatumwa na Mungu, anamuuliza Mungu, sasa itakuwaje? Si tutaanza kupigana na Sauli? Naye Mungu akamwambia, enda umwambie ya kwamba unaenda kutoa dhabihu. Na katika hiyo hali ya kuandaa dhabihu, ndipo Samueli akatumana hata Jesse na watoto wake waweze kukaribishwa. Praise the name of the Lord. Na wakati walipokuja katika ile hafla ya kutolea Mungu sadaka, diposa Samueli akawateua, akawa consecrate. Hallelujah. Akawaandaa kwa sababu ya hiyo hafla, kwa sababu ya hiyo ordinance. Praise the name of the Lord. Na hiyo inatuonyesha vizuri ya kwamba hawa vijana wa Jesse kazi yao ilikuwa tu ni kukaa nyumbani na baba yao. Na yule kijana mdogo alikuwa so passionate na ile kazi alikuwa anayoifanya. Hapa labda hatugeelewa mambo mengi ya Daudi, lakini mbeleni, huko mbele, ndio tunajua vile Daudi alivyopenda ile kazi ya kuchunga kondoo. Kwa sababu anashuhudia katika Zaburi ya kwamba ile kazi aliipenda kufanya. Hata akiona adui anakabiliana na yeye, akiona ya kwamba wale kondoo wako katika hatarini, anasimama kuwalinda ili hakusiwe na mmoja ambaye ataangamizwa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Daudi hakuwa anasukumiwa kufanya hiyo kazi ya kuchunga kondoo. Alijitoa yeye mwenyewe. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu ya hiyo, najua Mungu alipoangalia moyo wa Daudi akichunga kondoo, najua Mungu alipoangalia vile Daudi alikuwa na passion, alikuwa na hiyo zeal na shauku kubwa, alikuwa amejitolea, alikuwa na furaha. Zile Zaburi nyingi ambazo tunazisoma, Daudi tunajua aliziandika akiwa kule. Ni mambo mengi ambayo aliyagundua, alipokea ufunuo akiwa anachunga kondoo. Praise the name of the Lord. Zaburi 23 tunaipenda sana, ni wimbo wetu tunaupenda sana, lakini ni perfect example ya vile Daudi alipata ufunuo akiwa kule, alikuwa anafanya kazi ya kuchunga kondoo. Na hiyo hali ikamfanya Mungu amtembelee. Praise the name of the Lord. Na ikawa ya kwamba hakuna jambo lingine litatendeka kabla Mungu hajakutana na yeye, kabla kibali cha Bwana hakijamshukia yeye, kabla haja connect
na prophetic desire ya Mungu. Praise the name of the Lord. This was a prophetic desire, because God had a desire within him that he will raise a king after his own heart, a king that will stand for him. Praise the name of the Lord. A king that will stand for righteousness, a leader that will lead the Israelites in accordance to his will and desire. And his favor rested on David. Lakini Daudi alikuwa amejua kutembelea njia ya kiungu. Bwana asifiwe sana. That is the message that God gave me for all of us katika jina la Yesu. Ya kwamba wale ambao husimama katika mapito ya Mungu, hakuna kitu kitawazuia kukutana na mtembeleo wa Bwana katika jina la Yesu. And one way kusimama katika mapito ya Mungu, kuja kukaa uweponi mwa Bwana, kusimamisha mambo mengine yoyote na kushughulika na yale mambo ambayo ni ya Mungu. Praise the name of the Lord. Kutohusika na mambo yale mengine yoyote na kuhusika na mambo ya Mungu. Ninajua kuna watu wengi hata wakiwa manyumbani, ingawa wako engaged na kazi zao, lakini mawazo yao yako focused na mambo ya Mungu. Lakini biashara zao, haziwazuili kuwa focused na mambo ya Mungu. Hata mahali wameajiriwa, hawazuiliwi kuwa focused na mambo ya Mungu. Hao ndio ninaomba katika jina la Yesu, kama vile Samueli alivyosema ya kwamba we will not sit down until he arrives. Hivyo ndivyo tunavyotangaza asubuhi ya leo ya kwamba we will not end the year katika jina la Yesu kama kibali cha Bwana hakija kushukia katika jina la Yesu. There is still time. Praise the name of the Lord. Najua Samueli alikuwa anawaambia wale ambao walikuwa pamoja na yeye, alikuwa anawaambia we are not in a hurry. There is still time in the name of Jesus. I also come to encourage you katika jina la Yesu. Usione kana kwamba mwaka unafika mwisho. There is still time for God katika jina la Yesu, for the favor of God to locate you katika jina la Yesu. You have been busy the whole year, taking care of God's assignment. You have been very busy throughout the year, devoting your time, your resources, your energy, being concerned with whatever concerns God. I pray katika jina la Yesu, and this is our prophetic declaration katika jina la Yesu, that there is still time for God. Katika jina la Yesu, there is still time for God. Katika jina la Yesu, there is still time for you to be uplifted. Katika jina la Yesu, there is still time for you to encounter God. Katika jina la Yesu, there is still time for God to change your story. Katika jina la Yesu, there is still time for God to change that situation. Katika jina la Yesu, our prophetic declaration is that there is still time before the year comes to an end. Katika jina la Yesu. Samueli alikuwa na imani ya kwamba siku haitafika mwisho kabla Mungu hajashukia Daudi. Praise the name of the Lord. Hakuwa anajua ni nani, because hata katika macho ya baba yake, katika macho ya ndugu zake, katika macho ya all the elders that were gathered together with Samuel, yeye alikuwa mdogo sana. Yeye hakuwa kama anaweza kuwa located. Hata labda kwa macho ya mchungaji, labda kwa macho ya watu wa jamii yako, wewe hauonekani kana kwamba you qualify for anything. I believe in the name of Jesus ya kwamba when God visits you, when God visits you, it's because he has done all his calculation and he knows you deserve it. And he knows you deserve it. And he knows you deserve it. Katika jina la Yesu. Specifically kwa hawa wamekuja Mispa, ninajua Mungu alikupea hii nafasi kama vile alifungua nafasi ya Daudi ili aweze kukutembelea katika jina la Yesu, ili akushukishie mafuta ya kuendelea na safari, ya kuendelea kusimamia kazi yake katika jina la Yesu. I pray katika jina la Yesu, kama vile familia na jamii ya Jesse ilikuwa located, hata Mungu allocate jamii yako katika jina la Yesu. In this day where the grace of God works through families, I declare in the name of Jesus that may the grace of God work through your family
katika jina la Yesu. In this particular day that has been set apart for families, I pray specifically for your family. I prophesy specifically for your family katika jina la Yesu, ya kwamba the year will not come to a closure before your family is located. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Any blessing that has delayed because you appeared smaller, you appeared the youngest, you appeared not qualified, your family, your marriage, your relationship appeared not qualified for this year, I pray katika jina la Yesu, may the approval comes from heaven. Katika jina la Yesu, may your approval come from heaven. Katika jina la Yesu, may your approval come from heaven. Katika jina la Yesu. Labda watu wamekosa kukubaliana na mwito wako kwa sababu hawaoni masomo yako, hawaoni anointing yako, hawaoni where you come from. I declare katika jina la Yesu that your approval is from above. Katika jina la Yesu, your approval is from above. Katika jina la Yesu, when the favor of God rests upon you, when the favor of God rests upon that family, when the favor of God rests upon that relationship, there shall be an approval. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, that the year is not coming to an end before your approval. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Labda umefichwa na umaskini hauonekani, naamini katika jina la Yesu, Mungu anajua kufichua watu wake. Alimfichua Daudi kule ambako alikuwa anafichwa kila asubuhi na mapema. Naomba katika jina la Yesu, Mungu akufichue hata kule ambapo umefichwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kati ya wengi, ninaomba Mungu akufichue katika jina la Yesu, na kutangazia Mungu akufichue kule umefichwa na watu, kule umefichwa na maadui, kule umefichwa na mateso, kule umefichwa na aibu, kule umefichwa na mahangaiko. Ninaomba katika jina la Yesu, kibali cha Bwana kikufichue katika jina la Yesu. Kibali cha Bwana kikufichue katika jina la Yesu. Mungu akikutembelea, kila mtu atajua. Mungu akikushukia, kila mmoja atajua katika jina la Yesu. Labda mwaka huu mateso imekuficha, ninatangaza katika jina la Yesu, as the year comes to an end, in the year 2022, hakuna mateso itakuficha. From January to December, I declare in the name of Jesus, mwito wako utaonekana, mwito wako utaonekana katika jina la Yesu. Natangaza matunda ya maombezi yako idhihirike, ionekane katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus. Wamekosea heshima mwito wa maombezi ambao umekuwa ukitumikia mwaka mzima. Natangaza katika jina la Yesu, as the year comes to an end, that one is coming to an end, that shame is coming to an end, that rejection is coming to an end, in the name of Jesus. And we declare prophetically that the remaining days towards the end of the year, they are the hours, they are the last moments of your favor. Katika jina la Yesu. Yes, in the name of Jesus. They wasted time bringing every single son before the prophet. I don't know how long the ordinance of consecration was taking place before God confirms that he is not the chosen. I don't know how it used, how long, how many hours they spent approving, trying to approve every single son. But I know when the time of David came,
there was no wasting of time. There was no wasting of time. There was no wasting of time. God did not wait for consecration. God confirmed. Even David came at the feet of Samuel. He was the chosen one. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Thank you for watching this program. We believe this prophetic message has transformed your life. If you would like to partner with us, please contact us on the numbers on your screen.